Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki. Niliwaambia tangu ujio wa pili wa Donald Trump una kitu kimoja, kutaka kuwaumbua sana, naweza kusema wazungu au ulimwengu wa magharibi kwa jumla. Yani kuwaumbua, kuonyesha yale yote yaliyofichwa nyuma yao. Ndio lengo kubwa. Yani ukiangalia harakati na michakato inayofanyika ya Donald Trump, ni michakato ambayo inawaumbua yale walioyaficha. Yani yanaanza kudhihiri kwa wazi kwa pande zetu, yani kwa upande wetu. Lakini unaweza kusema kuwa, chukua Joe Biden. Kwa Biden ilikuwa imeanza, lakini walikuwa wana ile kitu, hebu zuia kidogo bana, huo sio utaratibu wetu. Licha ya kuwa tunafahamu kuwa yes, hawa wote wako hivyo, huo sio utaratibu wetu. Lakini kwa Trump ameamua kudhihirisha wazi kile ambacho huwa kinafichwa. Niliwaambia mfano wakati Trump anagombea na Kamala Harris, kama mnakumbuka. Trump wakati kura za maoni za ndani ya Marekani kabla ya uchaguzi zilishindwa kuonyesha nani atashinda. Yani hadi kura za maoni za mtu mmoja mmoja, ambapo kuwa ndio Marekani kuna taasisi nyingi kubwa zenye uwezo mkubwa wa kufanya kura za maoni za kujua mgombea gani ana mvuto kiasi gani na atashinda kiasi gani, kura zitapigwa kiasi gani kupitia watu ambao wanawahoji. Zilishindwa zilishindwa kutoa jibu kuwa kati ya Kamala Harris au Donald Trump nani atashinda urais. Unajua kwa sababu gani? Sera za Trump zilikuwa ni sera za utata. Ni sera ambazo zilikuwa nyingi zimetoka nje ya mstari, hazizingatii haki, utu wala ustaarabu. Sasa kwa miaka mingi Westin wametuaminisha kuwa wao ndio wana mamlaka na usimamizi wa ulimwengu, na wao ndio wanajua haki na sheria. Kwa miaka mingi ndio walichotuaminisha. Angalia uchaguzi ulivyokuja kutokea wa Marekani, ilikuwaje? Kwa nini Trump hapakuwa hata na ukaribu? Yani Trump ameshinda kwa kishindo, yani amemshinda Kamala Harris kwa mbali kabisa. Unaelewa maana yake ya tafsiri hii? Maana ya tafsiri hii ni kuwa wazungu wanaishi kinafiki. Ndio maana watu waliohojiwa kuhusu Donald Trump walishindwa kutoa majibu, lakini kwenye kupiga kura wakaonyesha. Trump alikuwa hahubiri kuhusu demokrasia, alikuwa hahubiri kuhusu haki, alikuwa hahubiri kuhusu uhuru. Demokrati na Kamala wake ndio waliokuwa wanahubiri hivyo, haki, uhuru na kila kitu walikuwa nakizungumza. Lakini masanduku yakaamua vipi? Masanduku yakaamua sera za Trump ambazo wengi labda zilibebwa kwa sababu ya ile MAGA, Make America Great Again. Unaifanya Marekani kuwa kubwa kwa namna yoyote, kwa wizi, kwa dhulma, kwa kukanyaga, kwa fanini, unaifanya Marekani inakuwa kubwa kwa haya yanayoendelea. Sasa anasema yeye hasukumwi wala halazimishwi kufata kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Anasema yeye ndio sheria na yeye ana akili timamu, maamuzi ni yake na hakuna wa kumzuia. Alizungumza hilo wakati anaelezea kuhusu Greenland, kuwa alikuwa anaongea na CNN, anasema kuwa Greenland itakuwa Marekani. Kwa hiyo haangalii international laws nasemaje kuhusu kuwa ule ni eneo ambalo liko chini ya Denmark. Wamemjibu ndugu zake wa EU kwenye kikao cha pamoja, wakasema kuwa wanatathmini, wanaamini na wanakubaliana kuwa Greenland bado ni eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa ufalme wa Denmark. Umeelewa? Kwa hiyo katika kuvunja sheria za kimataifa, ikiwemo hilo la kwenda Venezuela, wakati ule wa Iran, usaidizi wake kwa Israeli, alivyoshambulia Nigeria, alivyoenda Yemen, yani yote hayo aliyoyafanya katika kuvunja sheria za kimataifa, anakuonyesha kuwa yeye hajali sheria za kimataifa.
hakuna sheria za kimataifa. Sasa wengine wanapaswa waendelee kuziheshimu hizo sheria za kimataifa, au sasa tuweseme kuwa shamba la bibi, sasa kila mbabe aanzishe ubabe wake tu, akurupuke, kamata huyu, piga huyu nilikuwa nataka siku nyingi sana, au mpaka ni usogeze nyuma, unamrudisha, ubabe. Labda ni hivyo labda ni hivyo. Unaweza ukasema kuwa imefika wakati ambapo unazungumza kuhusu hilo. Sasa kuna swali moja aliyoulizwa, je, hauwezi kufanya kwa Putin kama ulivyofanya kwa Maduro, kumnyakua na kila sehemu unafanya, unajua kwa nini bwana Kim kule Korea Kaskazini na vurugu zake zote hakuna nchi inaweza ikaishambulia? Vurugu zote anazozifanya Kim hakuna nchi itamshambulia, kwa sababu ana kitu ameshikilia. Ndio maana walianzisha sheria kali sana za kumiliki nyuklia. Hapana, nchi zisimiliki nyuklia. Ilikuwa lengo la kuzuia nchi zisimiliki nyuklia, na ambalo limepitishwa na limeidhinishwa na wote wanaomiliki nyuklia, na kupitisha mpango huo kuwa nchi hazitomiliki tena masilaha ya nyuklia, kwa sababu hizi nchi hatuwezi tena kuzipora. Na wote wakakubaliana kuwa kila mmoja akimiliki nyuklia, baba, sisi nchi zingine hatuwezi kuishi, kwa sababu wengine hatuna chochote. Sisi tunategemea hizo nchi tukazipore. Ndio sasa unafikiri wale wakimiliki nyuklia wao utaingia? Huwezi kuingia. Ndio maana kukaanzishwa utaratibu kuwa nchi zilizokuwa na nyuklia zibaki hizo. Zikibaki hizo basi wengine wote hawaruhusiwi kumiliki nyuklia. Sasa unaposema, Trump anasema kuwa, je, kwa nini usimfanyie Putin kama ulivyomfanyia Maduro? Alijibu akasema hivi, no, Putin yuko mezani, tunafanya mazungumzo na anakubali kuzungumza vizuri na maendeleo ya mazungumzo yanaonekana. Akaulizwa tarehe, sasa hebu tupe tarehe ya kadhia hii ya nini ya Ukraine, labda akasema hana tarehe maalum ya kuweka. Mnakumbuka mazungumzo yangu wiki 2 zilizopita niliwaambia Marekani ataanzisha jambo jingine, halafu hili swala la Urusi na Ukraine wakati ule ambao mnaaminishwa kesho kutwa wanafikia amani. Nilisema si kweli. Mchakato wa kumaliza mgogoro wa Urusi na Ukraine ulikuwa mbali sana, ila ilikuwa tu ni ile drama ya Trump kuonekana kuwa anafanya kazi, au yeye ndio master, au yeye ndio suluhu ya matatizo ya dunia. Lakini kiukweli hapakuwa na ukaribu wowote wa kufikia makubaliano na Urusi na Ukraine. Sasa leo hii mjadala wote wa kimataifa ni Venezuela, mjadala wa kimataifa ni Irani, mjadala wa kimataifa ni yale yanayoendelea kwingine duniani. Urusi Ukraine yuko mbali zaidi. Nililisema kuwa liko mbali sana. Sasa anasema kuwa tuko mezani, lakini ameshindwa kutoa tarehe kabisa ambayo itamaliza huu mchakato. Sasa swala jingine ambalo Trump amelizungumza, Trump anasema hivi, muda mchache ujao, yani siku chache zijazo, Marekani itakuwa inamiliki zaidi ya nusu ya mafuta duniani, kati yake ushirikiano wake na Venezuela. Hivi unaweza kuamini kuwa hivi sasa Marekani wanaona mafuta ya Venezuela ni yao? Yani Trump anavyozungumza kuhusu mafuta ya Venezuela utadhani yapo kwenye ardhi ya Amerika. Venezuela, Marekani tutamiliki 55% ya hifadhi ya mafuta duniani. Yani rasilimali za Venezuela hivi sasa zinahesabika ni zao. Bila shaka kama jiografia ingekuwa Venezuela ipo Mexico, basi Marekani wangeisha ichukua. Iwe kwa nguvu iwe kwa nini, Venezuela ingekuwa Amerika. Wangevamia, wangetumia ule upuuzi ule wa Florida na wapi wote kwenda kupokonya yote wangetumia. Kama wanachotaka ukifanya kwa Greenland hivi sasa. Kama ingekuwa Venezuela ipo sehemu ilipo Canada au sehemu ilipo Mexico, basi Marekani wangesha ichukua. Nisema mbali tu, unashindwa utakataje, yani utakata nchi ngapi mpaka ufike huko. Sasa Trump anasema wao watamiliki 55% ya hifadhi yote ya mafuta duniani. 55%. Ngoja nitafute hii taarifa nikusomea vizuri jinsi Trump anavyozungumza kuhusu
mafuta ya Venezuela kama ni ya kwake. Rais Donald Trump amesema Marekani itadhibiti zaidi ya nusu ya uzalishaji wa mafuta duniani ikiwa makampuni ya Marekani yatarejesha upatikanaji wa sekta ya mafuta nchini Venezuela. Venezuela ambayo ina akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani ilitaifisha mali za makampuni ya Marekani katika miaka ya 2000 wakati wa uraisi wa socialisti Hugo Chavez. Trump alitaja utaifishaji huo usio wa haki kama moja ya sababu zilizomfanya atume makomando wiki iliyopita kumteka mrithi wake Rais Nicolas Maduro kutoka katika mji wa Caracas. Tutafanya kazi na Venezuela, Trump alisema Ijumaa wakati wa mkutano wa watendaji kutoka makampuni makubwa ya mafuta ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips katika ikulu ya White House. Makampuni ya Marekani yatapata fursa ya kujenga upya miundombinu ya nishati ya Venezuela na hatimaye kuongeza uzalishaji wa mafuta hadi viwango ambavyo havijawahi kuonekana hapo awali. Unapoiongeza Venezuela na Marekani pamoja, tuna 55% ya mafuta duniani. Trump alitangaza baada ya mkutano kwamba makampuni ya Marekani yatawekeza angalau dola bilioni 100 katika uzalishaji wa mafuta ya Venezuela. Mkurugenzi mtendaji wa Exxon Darren Woods alisema hata hivyo kwamba Venezuela haiwezi kuwekeza bila marekebisho ya kanuni na marekebisho ya sekta yake ya nishati. Ingawa serikali ya Venezuela haijathibitisha kutoa idhini kwa makampuni ya Marekani, Delcy Rodriguez, mshirika wa karibu wa Maduro ambaye aliapishwa kama kaimu rais wakati Maduro hayupo, alisema mapema wiki hii kwamba Caracas ilikuwa wazi kwa miradi ya nishati na pande zote ikiwa pamoja na Marekani. Maafisa wa Venezuela wameshutumu kile wanachokieleza kama mpango wa Trump wa kuiba rasilimali za nchi na kulani kutekwa nyara kwa Maduro kama ukiukaji mkubwa wa uhuru. Maduro alikana mashtaka ya biashara haramu ya dawa za kulevya na silaha alipofikishwa mbele ya jaji wa Marekani. Umeelewa hii taarifa? Umeelewa hii taarifa? Sasa kuna makala moja nilikuwa nikisoma nikapata ya sehemu nyingine nikajaribu kuikazia ile nilikuwa nikisoma. Nilikuwa natafuta sababu ya mafuta ya Marekani kumtoa roho na udenda Marekani kuelekea Venezuela. Yaani hii dunia, nikaenda kupigia mstari kile kitu ambacho huwa ninawaambia mara nyingi. Jamani, hii yani mpangilio wa kuishi duniani kuna watu walishauandika. Skripti nzima ilishaandikwa ya watu mtaishi vipi kwa miaka 100 mbele au 200, mtakuwa mtafikia wapi. Yani kuna watu, jana niliwasomea taarifa ya kuhusu UAE kukataa kupeleka watoto wao kusoma Uingereza. Unajua sababu gani? Wanazungumzia kuhusu kizazi kijacho. Yani wana plani kwa kizazi kijacho. Yani kuwa hatutaki watoto wetu watoke wakasome halafu waje wamelishwa vitu waje watufanyie mabadiliko hapa, kuanza kutuletea hisia walizookota. Kwa hiyo wanataka watoto wao sehemu watayosoma wawe kwenye mstari ule ambao wao wanautaka. Sisi leo ukipata scholarship ya nchi yoyote hapa, pandisha mtoto nenda tu. Na si tu watu binafsi, viongozi wa serikali yani wanaenda tu mradi mtoto wangu anasoma Oxford, mtoto wangu sio anasoma wapi, mtoto wangu anasoma Ujerumani, anasoma sijui Australia. Hujui sera na kilichozunguka kwenye hivyo vyuo, matatizo yaliyopo kwenye hivyo vyuo. Mradi tu anasoma nje, wewe unapeleka. Wenzetu hawafanyi hivyo. Hawafanyi hivyo, wanahakikisha kuwa ninapompeleka huyu basi arudi akiwa yule ambaye mimi nataka awe. Sio aende arudi awe amebadilika, aje kuwa mwingine. Hilo wao hawalitaki. Sasa nilipokuwa napowaambia kuwa ukitazama mpangilio wa dunia ulivyoandikwa katika makala hii nilikuwa nikisoma, huwezi kuamini kuwa program nzima ya Marekani kuingia Venezuela imeratibiwa na Wazayuni. Wazayuni, ninapozungumza Wazayuni unanielewa. Sizungumzi kuhusu Wayahudi. Wayahudi wengi ni watu wazuri tu. Tumewaona ndani ya Marekani. Tumewaona kina Bernie Sanders. Tumewaona yule mwanamama. Tumewaona Anna Kasman. Tumewaona wengi Wayahudi wakizungumza kwa toni tofauti kabisa. Wakiwa wanazungumza kwa wachambuzi wakubwa tumewaona Wayahudi. Ninapozungumza Wayahudi,
naweza nikatofautisha kati ya Wazayuni na Wayahudi. Wayahudi wamekuwa ni waungwana dhidi ya jamii zingine, lakini ndani ya Uyahudi kuna Uzayuni. Mtu anaweza kuwa Mzayuni akawa sio Myahudi. Hili nimeshalitoa somo lake mara nyingi, kuwa Uzayuni na Uyahudi ni vitu viwili tofauti. Uyahudi ni asili ya dini ya watu na ni dini, alafu ni kabila, unaweza kusema kuwa kiasili ni utamaduni, ni kabila, ni dini, vyovyote. Uzayuni ni itikadi, sera, ukaburu. Nyerere alikuwa anasema we kaburu, watu wana tabia za ukaburu, awe kaburu. Yani kuna watu waliitwa makaburu hali ya kuwa sio wazungu, ila zile tabia za kikaburu ndio zilikuwa zinawafanya wanaitwa makaburu. Kwa hiyo kuna Waarabu ni Wazayuni, kama nchi ya UAE yenyewe imejinasibu kuwa ni nchi ya Kizayuni, lakini ni nchi ya Kiarabu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ukizungumza Wazayuni, Wayahudi ni hivyo tofauti. Kwa hiyo program nzima ya kwenda Venezuela imeratibiwa na mradi wa Kizayuni. Lengo, Marekani anapeleka sauti sana na anasikiliza sana kauli zinazotoka kwa Saudi Arabia. Yani Marekani amekuwa akisikiliza sana sauti kutoka kwa Saudi Arabia, na kiasi kikubwa Saudi Arabia humuamulia baadhi ya vitu Marekani. Hiki kitu kinakera sana utawala wa Israeli, kuwa Marekani anaweza akazipeleka nchi zote za Middle East anavyojisikia, hiki hataki, tunafanya, lakini Marekani amedhibitiwa na Saudi Arabia kwa sauti. Ndio maana Saudia walisema kuhusu Yemen, mfutie Al-Sharavi kwazo, wakafuta, sijui fanya nini. Yani kuna shinikizo ambalo Marekani kwa Saudi Arabia huwa hawezi kukunjua. Sasa tayari Wazayuni, kwa nini? Kwa sababu huyu ndio mzalishaji mkubwa wa mafuta, ana uwezo wa kucontrol dunia na anaweza kufanya nini. Kwa hiyo Marekani, na huyu ndio mtumiaji mkubwa wa dola. Huyu ndio anayemfanya Marekani kusimama kutokana na uchumi wake. Ukichukua zile G20 nchi za Mashariki ya Kati, G20 ni Saudia peke yake wenye uchumi mkubwa. Saudia wana uchumi mkubwa. Sasa tumbadilisheje bwana mkubwa? Bwana mkubwa kama alikuwa na mke mmoja, tunamletea mke wa pili ambaye ni bora zaidi. Tunajua udhaifu wake, yeye anapenda nini. Kwa hiyo tunaenda kumtafutia kwenye vile vigezo vyake anavyovipenda, ndio tunamletea. Mfano, yani huyu si anapenda, labda anapenda mwanamke mwembamba, anapenda mrefu, anapenda warangi, anapenda wahivi, anapenda yani mwenye kala fulani. Sasa sisi tunaishi naye, tunamjua. Kwa hiyo sisi tunamtafutia yule ambaye ana vigezo kuzidi yule aliye naye. Mtoe Saudia, mpeleke Venezuela. Reserve kubwa ya mafuta duniani iko Venezuela, sio Saudi Arabia. Ndio maana ninawaambia kuna mgogoro mbaya sana unakuja kuibuka. Na hili nimewaambia mara nyingi kuwa hatutokuwa na utulivu ulimwenguni kwa muda wa miaka mitatu. Ni kujiandaa tu. Hii miaka mitatu mpaka kufika 2029 ndani ya Donald Trump, utulivu wa ulimwengu hautokuwepo kwa sababu project ya Wazayuni inazunguka dunia nzima kuhakikisha kuwa wao wanaishika dunia nzima. Hata Marekani watakuja kumgeuka mwishoni. Watakuja kumgeuka Marekani pale watapokuwa wameidhibiti dunia. Kupitia Marekani ambaye amewapa kila kitu cha kudhibiti dunia, wao watakuja kumshughulikia tena Marekani. Bila shaka. Sasa hii project ya Marekani kwenda Venezuela ni project iliyoandaliwa na Wazayuni ili Marekani apate kikubwa kwa Venezuela kuzidi anachokipata Saudi Arabia. Kwa hiyo nini? Hatojali tena Saudi Arabia anazungumza nini. Tayari Israeli na washirika wake wa Middle East wanaweza wakateki action yoyote Mashariki ya Kati kuipanga wanavyotaka wao, kuifanya Israeli kuwa great again, ambapo Marekani hatoweza kuwazuia kile wanachokifanya. Wakati huo kuna wakati nazitazama nchi za Mashariki ya Kati zinaamka wakati kumekucha, yani zinakuja kustuka wakati kumekucha. Mazungumzo ya jioni inshallah nitazungumza na nyinyi kuwaelezea hatua sasa zinazofuata baada ya Mashariki ya Kati kuanza kustuka kuona hizi hatua. Na wao wanaona, lakini wakati mwingine wanachelewa. Yani hivi vitu wanaviona vizuri, ila wameisha chelewa, na ubaya zaidi kuwa wanastuka hali ya kuwa adui ambaye wanatakiwa wafanye mipango bila yeye kujua tayari yuko chumbani.
Kwa hiyo mipango yao mingi sana inafeli kwa sababu still hata wao hawaaminiani, maanake wanajikuta kwenye mstari mzima wale wa watawala. Rahby Digital, haki na ukweli.